Ni sehemu pekee ambayo inatuconnect mashabiki na rapper Kanye West kupitia X, hasa kwa yale yote ambayo amekuwa akiyatoa. Hivi karibuni alijirudi hasa kwa kukiri kwamba anajutia kwa yale yote mabaya ambayo aliyafanya kupitia tweets ambazo alikuwa akizishare, hasa kwa tusi wa watu weusi, Wayahudi, na zile antisemitic words na mengi ambayo alikwisha kuyafanya hapo nyuma. Kanye West amedai kwamba kwa sasa anafikiria kumwomba msamaha Jay-Z. Alitweet hivi: "All my dreams have been about apologizing to Jay-Z." Hapa kimaanisha kwamba ndoto zake nyingi kwa sasa amekuwa akifikiria tu kumwomba msamaha Jay-Z. Utafahamu ni miezi hivi karibuni kutokana na kile ambacho alikifanya kupitia X, kuitukana familia ya The Carters, yani Beyonce na Jay-Z, kwa kudai watoto wa mapacha ni kama wana matatizo ya kiakili, hasa kwa kuwatazama tu na kutolea mfano mbaya sana njia ambayo alitumia ya kawaida ya kupata ujauzito na hata kuzaa watoto wao, na hata pale ambapo iliwekwa bayana kwamba huenda Jay-Z na Beyonce wakamfungulia mashtaka, akaja tena upande wa X na kusema kamwe hawezi kuomba radhi ama hawezi kuomba msamaha kwa hicho ambacho ameweza kukifanya, na kuwashtumu The Carters kwa nguvu walionayo katika jamii. Wameshindwa kumsaidia pale ambapo amekuwa akiuhitaji msaada kutokea kwao, hasa kupata haki ya yeye kuona watoto wake ambao wamekuwa kifichwa na Kim Kardashian. Sasa baada ya muda kidogo aliamua kutumia akaunti yake X kuomba radhi, lakini kwa sasa hiki ambacho ameweza kukiandika ni kama anamaanisha kwamba huenda akawatafuta, ni akamtafuta Jay-Z kukaa naye ama kumomba msamaha in person. Tunafahamu mafanikio kila mmoja kwa wawili hawa katika ushirikiano ambao umekuwa nao kwa muda mrefu. Kila mmoja ameweza kuplay part kwa mwenzake. Kanye West kama mtayarishaji wa muziki, lakini pia kuingia kwenye muziki, ushirikiano wa albums na tatua, lakini kuingia kwenye biashara rasmi ya muziki, si tu kama wasanii, kama wawekezaji. Kila mmoja kwa lebo yake, lakini sio hivyo kwenda mbali na kuweka nguvu kubwa sana upande wa masuala mavazi na hata mitindo, mpaka kila mmoja kuipata status ya umilionea, licha kuwa ni muda mrefu tujiona karibu huu tena. Lakini Kanye West amekuwa hapa kumzungumzia kwa mabaya tu Jay-Z, na Jay-Z kwa upande wake alipokuwa akipata nafasi ya kumzungumzia Kanye West alijaribu kuwa mtulivu na kumzungumzia in a positive way. So huenda kwa connection ambayo alikusha kuitengeneza tangu zamani, kwa haya ambayo yanachukua nafasi tushangazwe tukija kuona kila kitu kipo sawa tena, tusubiri. So hivyo tu kwenye tweet iliyofuata, Kanye West amatusi wale wote ambao wanamchukia rais wa Marekani Donald Trump. Rapper alitumia neno kali la kuwatusi ni anybody who don't love Trump. Unafahamu rais Trump ni kama yale yote ambayo amekuwa akifanya kwa hivi karibuni amemvutia rapper huyu hasa kumsamea Roy Hoover, mhalifu wa genge maarufu kwa nchini Marekani, ambaye alihukumiwa vifungo 6 vya maisha na miaka mingine 200. So vifungo 6 vya maisha Trump alivifuta, ni amemsamea, na kwa sasa Roy Hoover anatumikia miaka 200 jela. Roy Hoover ni watu wenye ushawishi mkubwa sana hasa kwa wasanii. Upande wa Kanye West alikufanya tamasha linaitwa Free Roy Hoover Benefit Concert kwa mwaka 2021 kuishinikiza serikali ya Marekani uweze kumwachia huru, na hiki ndicho ambacho kwa sasa Trump ameweza kukifanya. So Kanye West alifurahishwa na swala hilo, na sio hivyo tu, Rais Trump aliweka wazi kwamba huenda kamsamehe Sean Diddy Combs ama Puff Daddy kitokea amefungwa na kubainika kuwa hamna haki iliyotendeka katika usikilizwaji na uendeshwaji wa kesi. Kanye West amekuwa mstari wa mbele kumtetea Puff Daddy. So kwa taarifa hizi zimemuongezea mahaba mazito kwa Rais Trump, ambaye hata katika muhula wake wa kwanza ulionyesha ushirikiano wa ukaribu mkubwa sana, na licha hivi karibuni kutokuona kwa pamoja, lakini kwa haya yote ambayo amekuwa akifanya, Kanye West yamezidi kumvutia pakubwa sana mpaka kuandika haya kwamba wale wote ambao wanamchukia rais huyo, yani kutumia neno kali ama tusi. Hii hapa ni SNS Management.